kujiepusha na vitendo vya ukatili ili kutekeleza sheria ya haki za binadamu inayotoa kibali cha kulinda ustawi wa maisha. Na chama cha soka wilaya Temeke TEFA kimetangaza tarehe 23 Disemba mwaka huu kuwa ndio siku ya kufanyika mkutano wake mkuu. Naam, habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10. Leo ni Jumatano ya Disemba 3 mwaka 2025. Mimi naitwa Emily Lazarus. Karibu sana katika asubuhi njema ambayo ina vitu vingi ndani yake, lakini kwa kuanza kabisa tunaanza na habari. Naam, jamii imetakiwa kujiepusha na vitendo vya ukatili ili kutekeleza sheria ya haki za binadamu inayotoa kibali cha kulinda ustawi wa maisha, ikiwa ni pamoja na kulinda uhuru wa kuishi pasipokuwa na vikwazo vya aina yoyote ya ukosefu huduma za kijamii. Siku 16 za kupinga ukatili ni kampeni ya kimataifa inayoongozwa na Kituo cha Kimataifa cha Wanawake katika Uongozi tangu mwaka 1991, ikipinga unyanyasaji wa kijinsia na mauaji ya kinyama ya kinadada wa Mirabel yaliyotokea nchini Dominica mnamo mwaka 1960. Siku hii ambayo mwaka 1991 Umoja wa Mataifa UN ilichagua Novemba 25 iwe siku ya kupinga ukatili na kilele kuwa Disemba 10 kila mwaka, mkoani Mwanza inapokewa na kampeni nzito ya hapana marefu yasiyo na mwisho inayolenga kutokomeza ndoa za utotoni nchini. Kupitia mradi huo unaotekelezwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi Mashariki ya Ziwa Victoria kwa kushirikiana na shirika la Amani Girls, shule ya msingi Mweri wilayani Sengerema ni miongoni mwa maeneo yanayofikiwa na elimu hii. Eminaela Tibesigwa ni mwelimishaji kutoka shirika la Amani Girls. Mradi wetu mbali na kuwa unatoa elimu kuhusiana na vitendo vya ukatili, lakini umejikita zaidi katika kuzuia ndoa za utotoni kwa watoto, kuhakikisha kwamba hawa watoto wanapewa fursa sawa ya kupata elimu ili waweze kufikia ndoto zao. Kwa sisi tumekuwa tukipata zaidi matukio yanayohusiana na ndoa za utotoni kwa watoto wa kike. Kuna kituo cha polisi ukatoa taarifa na ukapata msaada. Kwa hiyo nawashauri watoto wenzangu ambao wanafanyia ukatili huo wasiogope, wakatoe taarifa na watapata msaada. Kuna rafiki yangu hapa mwenzangu umeona anafanya kitendo cha ukatili, naweza nikaenda nikamwambia hata mzazi wangu. Napoenda kumwambia nimekuta hapa mwenzangu anafanya kitendo cha ukatili. Elimu hii haikuishia hapa, pia ikawafikia wananchi waliopo katikati ya mji wa Sengerema. Kama mzazi anatambua mwanae amempeleka shule, amwache aendelee na masomo ili mbeleni aje kujitambua, aje kukomboa hata familia. Kwamba mtoto wa kike ni mtoto kama watoto wengine, kwa hiyo anastahili kupata elimu kwa ajili ya maendeleo yake binafsi, lakini kwa maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili kupitia mradi wa hapana marefu yasiyo na mwisho inaendeshwa katika mikoa minne ya Tanzania bara, ikiwemo Mwanza, Tabora, Dodoma, Morogoro na mikoa yote ya Zanzibar. Henry Kavirendo, Channel 10, Mwanza. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amewataka wakuu wa taasisi, wakurugenzi mipango, wakurugenzi utumishi wa wizara na taasisi zote za umma kufanya kazi kwa kushirikiana na kufuata sheria, kanuni na miongozo ya utumishi serikalini ili kuweza kufikia malengo ya serikali iliyojiwekea. Ametoa wito huo kwenye kikao kazi kilichowakutanisha viongozi wa ngazi mbalimbali, wakuu wa taasisi na wakurugenzi, kilichofanyika katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni, Zanzibar. Wakurugenzi mipango mko hapa, wakurugenzi utumishi mko hapa. Twendeni tukasimamie majukumu yetu ipasavyo. Wala hakuna issue ya migogoro. Tunagombana nini? Kila mmoja ana majukumu yake. Hakuna mtu ambaye ameingiliana majukumu na mtu mwingine. Wasaidieni makatibu wakuu wenu. Aidha, amesisitiza suala la nidhamu kwa watumishi wa umma, uwajibikaji na kufuata taratibu za kazi na kuiagiza kuchukuliwa hatua za kisheria kwa watumishi watakaokwenda kinyume na taratibu za utumishi serikalini. Ile mifumo, huu ndio wakati wake. Ilianzishwa hapa kidogo. Najua Wizara ya Fedha wao hata ukipeleka barua hata kama naibu yuko safarini huko ndani ya dakika chache ataijibu kwa sababu anaiona kwenye mfumo.
lakini taasisi nyingine nyingi ni chache tu ambazo zinatumia. Siku hizi nimeona ule wa vibali, chifu naye alhamdulillah popote alipo within 5 minutes ana respond, lakini wengine mpaka leo. Kwa upande wake, katibu mkuu kiongozi na katibu wa Baraza la Mapinduzi Mhandisi Zena Ahmed Said amewataka viongozi hao kusimamia haki na usawa wa watendaji wao na kujiepusha kuwa chanzo cha migogoro, mifarakano na kuwagawa watu makundi, jambo litakalopelekea kuzorota kwa ufanisi wa kazi. Wengine wanatafsiri kwamba kuomba ruhusa kunaingilia kazi zake. Hakuingilii. Ni utaratibu ambao uko kikanuni. Ina maana kama unavunjwa inatakiwa iwe pia ni hoja. Ni hoja kwa auditor aseme kwamba watu hawafuati utaratibu, lakini huisikie kwa sababu na wenyewe pengine wanakuwa ni sehemu ya kuvunja hiyo taratibu. Kwa hiyo niombe tuanze kufuata utaratibu huu. Aziza Bakari, Channel 10. Serikali mkoani Tanga imewataka watumishi wa afya kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi, ikiwa ni pamoja na kutumia lugha za kistaarabu kwa wagonjwa ili kuepuka malalamiko ya mara kwa mara. Kauli hiyo inatolewa na mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani wakati akikabidhiwa vifaa tiba kutoka kwa wadau wa afya vyenye thamani ya shilingi milioni 27 ambavyo vinakwenda kusaidia uboreshaji wa huduma kwa wagonjwa na kuakisi dhamira ya serikali ya kazi na utu. Vifaa ni kitu kimoja, lakini utendaji ni kitu cha pili. Tujitahidi tuimarishe utendaji wetu. Tujitahidi lugha zetu kwa wagonjwa ziwe lugha za kistaarabu. Tunaposema kazi na utu, tumaanishe kweli kazi na utu. Serikali itaendelea kuwa mshiriki wenu wa karibu sana katika kuhakikisha kuwa huduma zenu zinawanufaisha wananchi wengi zaidi. Na vifaa tiba ambavyo tumepata na tunavyoendelea kuvipata viweze kuleta tija kwa wananchi na tuokoe maisha. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo Dr. Frank Shega akabainisha namna vifaa hivyo vitakavyoongeza ufanisi na ubora wa huduma za afya kwa ustawi wa jamii. Tumejikuta kwamba kwa sababu ya maboresho mbalimbali ya idara mbalimbali tulizonazo na pia ongezeko la huduma ambazo tunazitoa, uhitaji na wenyewe umezidi kuongezeka. Afya ndio msingi wa kuweza kuhakikisha kwamba jamii inakuwa ina uchumi uliokuwa imara zaidi. Na kama ambavyo Mheshimiwa Rais anakuwa amedhamiria huduma hizo ziweze kutolewa. Tunaamini kwa utoaji huu wa huduma bora kwa jamii huanza na moyo wa kujitolea katika kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira yote ya kila Mtanzania. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo inahudumia wagonjwa wa nje 900 kwa siku na wanaolazwa takriban 200 kila siku. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ameagizwa kukamatwa kwa meneja mradi wa kampuni ya Sihotech anayefahamika kwa jina la Mhandisi Francis Mwakajinga inayojenga soko kuu la kisasa la mjini Tabora kufuatia tuhuma za upotevu wa fedha zaidi ya shilingi milioni 117 katika mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 19 ikijumuisha na ujenzi wa mradi wa stendi kuu ya mabasi ya Tabora mjini. Akiwa ameambatana na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Tabora, Chacha amefanya ziara ya kushtukiza kukagua mradi huu ambao umekuwa ukisuasua tangu kuanzishwa kwake mwaka 2024. Akataka maelezo ni kwa nini mradi huo hadi sasa umebakisha mwezi mmoja tu ili mkandarasi akabidhi kwa serikali, lakini bado upo chini ya 45% ya utekelezaji. Tuna ya kuweza kuleta vifaa vya ujenzi kwa wakati kama vile kokoto, nondo, mchanga. Kwa sasa mkandarasi anaendelea na kazi ingawa hawezi kumaliza kazi kwa muda wa mwezi mmoja tu uliobakia. Mradi huo uko nje ya muda. Mkandarasi kampuni ya Sihotech akaomba siku zaidi ya 240 ili aweze kukamilisha. Kiukweli kazi hizi zimekaa kitaalamu zaidi. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba kuna stage ambayo unaweza ukaiskip ili kwenda na muda kukava ule muda ikiwa pia na swala la quality linaangaliwa. Katika utekelezaji wa mradi huo wa ujenzi wa soko kuu la Tabora, ofisi ya mkuu wa mkoa Paul Chacha ilibaini taarifa za udanganyifu zaidi ya shilingi milioni 117 zinadaiwa kutafunwa. Gari zote najua mnachukua kokoto kule kwa China.
Gari zinazochukua kokoto kwa Wachina ni za kwenu. Mchina haleti gari hapa, si ndio? Lakini kuna kampuni hizi wala hamfanyi nazo kazi. Hizi ni kampuni hewa mmezitengeneza. Hela hawa mabwana hawa wanaingiza kwenye account hewa ya kwenu. Wewe ndio project manager. Manake haya yote unayajua. Hizi hela zote kwa zinakuja kwako kwa jina lako, si ndio? Na nyinyi mnajua rais amekuja hapa, ahadi pekee kubwa aliyowapa watu wa Tabora. Alisema anawajengea soko mwezi wa 12 soko hili linakamilika. Huu ni mwezi wa ngapi? Alafu aje awaambie kwamba niliwadanganya. Ndani ya siku 100 za rais manake ilibidi tulipate ile soko na ile stand. Wewe hela zote hizo unapewa, unaweka mfukoni. Alafu nini tutajenga hapa? Huyu bwana hela hizo zirudi, uzishike cash kabla hujamfukuza kazi. Lakini akiwa polisi. Sawa. Mizaha hii project haziendi kwa sababu kuvumiliana vitu vidogo. Mradi wa ujenzi wa soko la kisasa la Tabora mjini ambao unatekelezwa kwa fedha za mkopo kutoka Benki ya Dunia ukijumuishwa na ujenzi wa stendi kuu ya mabasi Tabora mjini kwa gharama ya shilingi bilioni 19 ulitakiwa kukamilika mwezi huu wa Disemba tarehe 30 mwaka 2025. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mbeya Musibu Shaban amewatoa hofu wananchi na wafanyabiashara wanaotumia kituo cha pamoja cha forodha Kasumulu kuwa kwa sasa hali ya usalama wa kituo hicho ni nzuri na huduma zote zinatolewa kama kawaida, hivyo wasisite kuendelea kutumia mpaka huo. Itakumbukwa kwamba Oktoba 29 mwaka huu ulifanyika uharibifu mkubwa wa miundombinu na vitendea kazi katika kituo cha pamoja cha forodha Kasumulu wilayani Kyela, hali iliyosababisha shughuli za kiutendaji kusimama kwa muda. Balozi wa Tanzania nchini Malawi Agnes Kayola ametembelea mpaka huo, ndipo meneja wa TRA akamweleza hali ilivyo kwa sasa. Sasa hivi tumesharudi, tunafanya kazi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwahakikishia wafanyabiashara wote pamoja na importers wote ambao wanatumia mpaka wetu wa Kasumulu. Mara nyingi wanatoka Malawi. Kwa hiyo ni tukuombe tu kawaambie kwamba mpaka wetu sasa unafanya kazi vizuri na hakuna shida yoyote. Kwa hiyo niwaombe tu watu wote ambao walikuwa wanatumia mpaka wetu ambao walikuwa labda wana wasiwasi, hata ulinzi tuko salama, tuko vizuri kabisa. Mbali na hilo, Balozi Kayola ameelezwa baadhi ya changamoto za kiutendaji na kibiashara zinazotokea katika nchi za Tanzania na Malawi. Kuna restrictions ambazo wenzetu wa Malawi waliweka ambazo pia zilikuwa zinaleta ugumu wa wafanyabiashara wetu wa kutoka huku Tanzania kwenda kuchukua mazao hayo kuyaleta Tanzania. Sasa hiyo ilienda ikachochea swala la magendo kuwa kubwa, kwamba watu wakawa sasa, kwa sababu wanahitaji hivyo vitu kutoka Malawi, lakini sasa wakawa wanalazimika kuwa wanapita njia za pembeni, yani njia ambazo sio rasmi. Ilitufanya kidogo tukawa tunakosa sana mapato. Ukishanunua bidhaa Malawi hawakupi kibali leta huko. Kwa hiyo mfanya biashara kama unavyojua inabidi ajitetee kwa njia za panya ambazo zinatusababishia gharama kubwa sana. Baada ya kusikiliza changamoto hizo, Balozi Kayola amesema ataziwasilisha kwenye serikali ya nchini Malawi, huku akitoa mwito kwa Watanzania kuchangamkia fursa za kibiashara zilizopo kwenye mpaka huo. Tumepita mpakani, biashara zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo tunazidi kuwahamasisha wafanyabiashara kwamba waendelee kufanya biashara ili kuendelea kukuza uchumi wetu. Tunafahamu kwamba mkoa huu upo karibu na mpakani, kwa hiyo kuna fursa nyingi sana ambazo zinaweza kuchangamkiwa. Kutoka Kyela mkoani Mbeya, mimi ni Rose Chapewa. Walimu mkoani Arusha wametakiwa kuwa mstari wa mbele katika kulinda maadili ya jamii, huku serikali ikisisitiza umuhimu wa uongozi bora katika sekta ya elimu. Katibu tawala wa mkoa wa Arusha Misaile Musa amesema walimu hawapaswi kushuhudia mmonyoko wa maadili katika shule zao, si kwa wanafunzi pekee bali hata kwa walimu wenzao. Misaile ametoa kauli hiyo jijini Arusha wakati wa kikao kazi cha tathmini ya mpango wa utekelezaji wa sekta ya elimu kwa mwaka 2026 kilichowakutanisha walimu, wakurugenzi wa halmashauri, makatibu tawala na wadau wa elimu.
tusimamie maadili ya walimu wetu. Walimu wengine wana maadili, wanatembea na wanafunzi wao, walevi, wanavaa vibaya, wanalegeza. Na sasa hivi kuna ile michezo ya ovyo ile mingine. Tunasikia wapo wengine wanaendekeza huko. Tukawasimamie, tuvikemee na turekebishane. Wale ambao tunaona kwamba hapa hawa warekebishike, hatua tuzichukue. Kwa upande wake, afisa elimu wa mkoa wa Arusha Vincent Kayombo amesema kikao hicho kitaainisha mpango mkakati wa elimu kimkoa ili kuboresha ufundishaji, ujifunzaji na kuongeza ufaulu katika mitihani ya taifa. Mpango huu, Mheshimiwa Katibu Tawala Mkoa, unapambanua maono yetu ya pamoja, malengo na mikakati ya kushughulikia changamoto kwa pamoja ili kuzikabili changamoto hizo kwenye sekta ya elimu na kuweka mwongozo wa aina moja wa namna kutatua changamoto ndani ya mkoa wetu na hatimaye kuinua kiwango cha elimu na ufaulu kwenye mkoa wetu. Kauli mbiu ya kikao kazi hicho ni elimu bora ni msingi wa maendeleo endelevu, kila mdau mkoani Arusha awajibike. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Katika kuendeleza juhudi za serikali za kuboresha sekta ya elimu na kutoa elimu kwa wafanyakazi, Benki ya Azania imezindua huduma mbili mpya zitakazonufaisha wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu pamoja na watumishi wa umma na wale wa sekta binafsi ambao waajiri wao wana mikataba na benki hiyo. Huduma hiyo inajulikana kama Boom Advance na Salary Advance. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ofisa mwandamizi idara ya masoko wa Azania Bank Elizabeth Nyatega amesema huduma ya Boom Advance inalenga wanafunzi wa vyuo vya elimu ya juu wanaopata mikopo yao kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, huku huduma ya Salary Advance itawezesha mwajiriwa kupata mshahara wake kabla ya tarehe ya kawaida ya kuingiziwa mshahara. Wanavyuo hawa hawatalazimika kusubiri hadi mikopo yao ya Boom iingie katika akaunti zao, bali wataweza kupata mkopo wa muda mfupi kwa masharti nafuu sana kujikimu wakati wa kusubiri Boom kutoka bodi ya mikopo. Wanavyuo wataweza kukopa kiwango cha 50% ya kiwango cha Boom cha miezi miwili. Kama tunavyojua, wanafunzi wa vyuo vikuu Boom wanayopokea huwa ni ya miezi miwili. Kila miezi miwili wanapokea. Kwa hiyo kile kiwango ambacho anaweza akakipata, anaweza akakopa mpaka 50%. Jamii imetakiwa kuwalea watoto katika misingi ya dini ili kuwa na taifa la watu wenye heshima na hofu ya Mungu. Wito huo umetolewa na Ajat Shamim Khan katika kongamano la jumuiya ya kina mama wa Kiislamu Tanzania mkoa wa Morogoro, JUAKITA, lenye lengo la dua maalum ya kuiombea amani Morogoro na Tanzania na kusisitiza kuwa ni muhimu watoto kufundishwa elimu ya dini. Tuwalee vijana wetu kwa maadili, elimu ya dini, madrasa, wapeleka madrasa. Siku hizi wazazi wanasema hawana nafasi, tafuta nafasi. Sunday schools, kufundishwa uvumilivu, nidhamu na heshima ni kazi yetu. Lengo ikiwa ni maulidi pamoja na dua ya kuombea amani Morogoro pamoja na Tanzania kwa ujumla. Ni lengo ambalo tulilipanga mapema sana kwamba ikifika tarehe hii tutafanya maulidi kwa ajili ya kumkumbuka mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kuiombea amani yetu ambayo tulipewa bure kabisa na Mwenyezi Mungu. Na wasihi kina mama wasihi sana kuhusu kudumisha amani. Sisi tunatakiwa tuwe mstari wa mbele kabisa, maana sisi ndo walezi wakubwa, watoto ni wa kwetu. Kwa hiyo tukiongea na watoto wetu kuhusu umuhimu wa amani, na watoto wetu pia watatuelewa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Morogoro Musa Kilakala amesema kutokana na mmomonyoko mkubwa maadili katika jamii, dini inapaswa kuimarisha misingi ya dini. Tuna mmomonyoko mkubwa sana ya maadili kwa vijana wetu. Hapa tunajua kita wamefanya kazi yao, lakini tunao JUVIKIBA, kila mtu akafanya wajibu wake. Kwani vijana hawa wanaofanya vurugu ndio hao tunaoishi nao mtaani. Dini zote lazima iuishe sasa taasisi zao za vijana. Msingi mzuri wa amani, msingi mzuri wa maendeleo ni kuhakikisha kwamba tuna mahusiano mema. Mahusiano mema haya yanajengwa kwa dini zetu.
yanajengwa kwa kauli zetu ziwe bora, kuanzia kwako mwenyewe jinenee vyema, kwa familia yako, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Na katika michezo, mtazamaji, chama cha soka wilaya Temeke TEFA kimetangaza tarehe ya kufanyika mkutano mkuu wa mwaka ambao ni tarehe 23 mwezi Desemba mwaka huu, ukiwa na lengo la kujadili mipango na matumizi ya chama, mipango na bajeti kwa mwaka ujao. Hivyo vilabu na vyama washirika waliopata mwaliko waaswa kujitokeza katika mkutano huo. Taarifa hiyo imetolewa na katibu wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA, Kasimu Mgaya, wakati akizungumza na waandishi wa habari za michezo. Ameweka namna mkutano huo utakavyofanyika sambamba na lengo lake. Kwa mujibu wa katiba ya TEFA ni lazima ifikapo mwezi wa 12 wa kila mwaka ufanyike mkutano mkuu wa kawaida wa wanachama, ambao mkutano huo utajumuisha matukio yote ya kufunga mwaka, ikiwemo ripoti ya matumizi, maombi ya bajeti mpya na vitu vingine vingi ambavyo vimefanyika katika mwaka uliotangulia. Kwa hiyo kupitia nafasi hii au kupitia siku ya leo, niwakaribishe sana vilabu wanachama ambao tayari tumeshatoa barua kwa ajili ya mwaliko kwa mujibu wa muda wa kikatiba. Katika hatua nyingine, Kasimu Mgaya ameeleza mafanikio ambayo kwa mwaka huu wameweza kufanikisha, hususan katika miundombinu na mafunzo kwa wataalamu mbalimbali. Mengi yamefanywa. Kuna maboresho ambayo katika mazingira ya jiografia ya uwanja wetu tumefanya kiufanisi wa hali ya juu, lakini kama itoshi tumefanya mambo makubwa, ikiwemo mambo ya kiardhi, kwa sababu kuna madeni ambayo tulikuwa tunadaiwa hapo awali, tumelipa TANESCO, tumefanya uthamini wa jengo, lakini kama itoshi pia tulifanya jambo kubwa la kuangalia uimara wa jengo letu, kwa sababu ukizingatia ile jengo la gorofa tulijenga miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo tumeshirikisha taasisi za kiserikali, DIT wamekuja, wamelikagua jengo letu na wametuhakikishia kwamba lipo salama salimini. Shabani Mpute, Channel 10. Taarifa hiyo, mtazamaji, inatuhitimishia habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10.